Ukipata fursa ya kuuliza swali, ukijitahidi ukauliza swali moja na straight, tutashukuru. Karibu. Asante. Hello, yes. Asko, wale vijana mnaruhusiwa kuniamkia. Uliotoka kwa mkuu wa mkoa wa Mbeya, kwa mkuu wa polisi wa Mbeya, namna ya kuwashughulikia wale vibaka, ukajisifu kabisa kwamba hata wewe ni mtekelezaji. Kuna kibaka mmoja alipanda pale kwako, ukamshughulikia ipasavyo na ukajipongeza kwa 100. Swali ni kwamba, je, baada ya kutokea hayo yaliyotokea ile tarehe 29, wewe ukiwa kama mkuu wa kamati ya ulinzi na usalama, inawezekana ulitoa maelekezo kama yale ya Mbeya kwa polisi wetu, na ndio maana wakawashughulikia wale vijana kwa namna waliowashughulikia? Asante. Mimi na imani wataleta mambo mengine, uchafu mwingine ambao hauna maana yote. Sisi wenyewe tunaweza tukamaliza hili swala. Kwa mtazamo wangu ninavyoangalia nchi yetu ilivyo na wasomi tulionao, lakini pia na utaratibu wetu ulivyo kwenye masuala ya kisiasa na utatuzi wa migogoro, tunaweza kabisa tukamaliza wenyewe. Asante. Asante Bukuku. Mwasioke utajiandaa kwa sababu swali moja limehama likaenda kwenye ushauri. Majura. Wakati huo Mzee Salim ajiandae. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, jina langu ni Abdalla Idrisa Majura. Wewe ni mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama wa mkoa wa Dar es Salaam. Mimi na wengine tunajiuliza, vurugu hizi za Oktoba 29 ziwe ziliratibiwa ndani ya nchi, ziwe ziliratibiwa nje ya nchi, kamati ya ulinzi na usalama mlikuwa wapi mpaka msigundue? Kwa sababu Tanzania inasifika kuwa na intelijensia nzuri sana kuwahi matukio kabla hayajatokea. Sasa nyinyi mlikuwa wapi mpaka haya yote yakafanyika mpaka hiki kiwango tulichokiona? Na mwisho umesema kwamba watu wanazidisha chumvi katika kuripoti, wanazidisha vitu ambavyo labda havikutokea. Nikukumbushe, Mheshimiwa Benjamin William Mkapa alikuwa ni mwandishi mwenzetu. Alisema mwandishi unapomnyima habari, unampa fursa kuandika habari alizonazo. Sasa kwenye matukio haya kuna habari nyingi zikitafutwa hazipatikani. Mheshimiwa Chalamila, unategemea waandishi waandike nini? Asante. Asante. Ana, nafikiri hapo kwa sababu uko jirani. Asante. Mimi ni Ana Mwasioke wa TBC. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, kabla ya vurugu za tarehe 29, ni wazi kwamba wengi wetu tulikuwa mashuhuda. Mtandaoni mambo yalikuwa yako moto kweli kweli. Lakini kama Watanzania hatukuamini kwamba chochote kitatokea tarehe 29. Kwa hiyo tukarelax kama taifa, mimi naweza kusema, kwa sababu kila mtu anawajibika hapa. Sasa hivi mambo yanaendelea pia mtandaoni kuelekea tarehe 9 Desemba, na sio siri, kila mtu anaona. Na jana au juzi msemaji wa Jeshi la Polisi ametuambia mambo mengi ambayo yanajadiliwa huko mtandaoni. Sasa wewe ni mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama, unatuhakikishia vipi usalama hiyo tarehe 9 Desemba, ama mmejipanga vipi ili tusipuuze kama tulivyopuuza Oktoba 29? Asante. Kwa hiyo unataka atoe password Mzee Salim amekaa hapa mbele. Naomba apatiwe mic. Mzee Salim amekaa hapa mbele. Kwa hiyo mnataka atoe password Okay. Na ushauri, mimi naitwa Salim, mjumbe wa kamati ya uongozi ya TEF. Na ushauri na swali. Kwanza, ningependa sana RPC angekuepo, nampe salamu. Zamani IGP wote waliopita, Shahidi, Hamza Azizi, walikuwa hawatoi press release. Press release maana yake unataka kuficha kitu. Kaa mbele ya umati, zungumza na upate nafasi ya kuuliza swala. Kwa hivyo waambie askari jeshi la polisi, ni vizuri wakati wanayo taarifa kwa maswala muhimu wakatoa nafasi ya na wao kuulizwa maswala. Sisi waandishi wa habari sio tape recorder au messengers kupokea hayo mnataka nyie tu. Mtupe nafasi ya kusema. Pili, na kuomba wewe Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa uambie na viongozi wenzako, hawa wote unaona waandishi wa habari na sisi wahariri, kuna division of labor.
Hata mwili wako, mkono na kazi yake, mguu na kazi yake, mdomo na kazi yake, na vinginevyo kazi zao sisemi, nazijua wenyewe. Karibu. Kwa hivyo tunaomba mtuheshimu katika division of labor, kama mwili wa binadamu wenyewe unavyoheshimiana, kama pua ina nini, mdomo unakula tu. Tumeona hapa kile jambo hamuingilii sana, isipokuwa watu waandishi wa habari, na mmezungumza sana habari ya sheria. Sheria mwenyewe viongozi muonyeshe. Tumewahi kuona watu wanavamia vituo vya redio, mmoja katika kituo chake huyo, but those people who did it are above the law. Sasa ikiwa nyie wasimamizi, nitakayopo askari polisi huyo, mnakuwa ndio wasimamizi wa usalama wa mali zao, hamuonyeshi mfano. Umezungumza wewe, hao wanavaa ninja sio nini, mask kwa mbona polisi wetu wanavaa kusema hapa? Sasa swali ni kwamba ni ushauri kwamba nyie viongozi, kama kweli mnataka watu wakuaminini, basi musiwe above the law. Kama hiyo kuvaa ninja, ombia wasivae. Haya, Lambert yuko pale. Mzee Salim, mara ya mwisho kuvaa kama ninja ilikuwa lini? Karibu Lambert. Asante sana mwenyekiti, na asante sana mheshimiwa mkuu wa mkoa. Naona swali langu la msingi kabisa ameligusia ndugu Majura. Nini kilitokea Oktoba 29? Hamkuwa na taarifa mpaka vurugu zikaanza, na namna gani mmejipanga kuhakikisha hakitokei tena Disemba 9, pamoja na kwamba mnatuhakikishia kila wakati kwamba tupo salama? Lakini jambo lingine umezungumza hapa kuhusiana na vichocheo ambavyo vinapelekea vurugu, maandamano na mivutano kati ya serikali na baadhi ya wananchi. Hauoni kwamba pia kauli zenu viongozi ni sehemu ya hasira kwa wananchi, majibu mnayoyatoa na namna mnavyowasiliana nao? Kwa mfano, Mheshimiwa Rasi, wakati tukiwa kwenye changamoto ya amani, mtandao wa internet ulikatwa. Wewe ulipoulizwa kuhusiana na mtandao wa internet ukasema hatuli internet, ulionyesha kama si kitu muhimu. Lakini wakati huo huo waziri wa mambo ya nje alionyesha kwamba internet imekatwa kwa sababu za kiusalama. Kauli kama hizi, majawabu mnayotoa na namna mnavyowasiliana nao, hauoni kama ni kichocheo kimojawapo cha hasira? Umezungumza kuhusiana na mashine mpya za kuswap kwenye mabasi yaendayo haraka. Ni mashine kama ngapi, zitagharimu kiasi gani, na mpaka sasa mmefanya tathmini kujua wananchi wa kawaida wameharibiwa mali kwa hasara kiasi gani na serikali imeingia hasara kiasi gani? Asante sana. Na ushauri mwingine, tunaomba sana mjitahidi kutoa majawabu kuliko majibu. Asante. Kibanda na ndugu yangu Shebe hawajaulizwa swali lolote, pamoja na kwamba wenyewe ndio walikuwa wachokoza mada. Sasa Mheshimiwa mkuu wa mkoa, ikikupendeza kamera ajibu hapa au kule? Wanaomba ujibie hapa ili waweze kupata picha vizuri. Karibu. Asante sana kwa maswali ambayo yameulizwa. Nikianza na kaka yangu Mayala, amechukua historia ya kule Mbeya na namna ambavyo historia ile inaweza kuwa pia imetumika na maarifa yake kwa tarehe 29. Kwanza ni ukweli usiopingika kwamba nyakati zote kiongozi wa umma anapofafanua jambo huwa anaweza kufafanua jambo basing ama kutokana na kile ambacho ni mbobevu nacho. Mayala, kwa lugha nyepesi tu, ni kwamba ukiniangalia vizuri pale Mbeya, jambo ambalo nilikuwa nafafanua ni kwamba mtu anakuja kwako wewe ukiwa umefunga mlango na umelala. Huku nje yeye ana silaha na hata wewe ndani una silaha. Anapokuja kufungua mlango wako bila ridhaa yako, kinachozungumzwa pale ni kwamba kwa tafsiri unadhani anataka kufanya nini? Nikasema la kwanza, ame-aim kuiba. La pili, kwa nini ana silaha? Ame-aim kudhuru au kuua. La tatu, kwa nini wewe ulikuja kuomba kibali cha silaha kwa mkuu wa mkoa? Kwa nini ulikuja kuomba kibali cha kwa mkuu wa mkoa ili kupitishia uwe na silaha?
ili kujilinda dhidi ya nini? Dhidi ya nini? Sasa mtu ameingia pale ndani, amekukuta wewe pia umejibanza katika kuhakikisha unadhibiti. Kuna makubwa mawili yatatokea, ama wewe kudhibitiwa au wewe kudhibiti. Na kwa mantiki hiyo, katika hiyo philosophical sequence ambayo mimi nilikuwa naizungumzia, nikawaambia kama wewe huko ndani, huyu mtu kaingia yuko na mapanga, anataka kudhuru wewe, is up to you utakacho decide. Lakini if I were me, nitakuwa na majibu yangu pia namna decision. Lakini katika kusema hivyo, na mimi nilikuta, na sio utani, Iringa niko ndani, hao watu wameingia, unafanyaje? Na umeomba silaha ya kujilinda. Sasa hayo nafikiri ndugu yangu Mayala, kwa uzoefu wako unaweza pia kudraw conclusion from these premises. Lakini sasa, je, ni maarifa yale yamekuja kutoa maelekezo huku? Hapana. Naomba pia katika kufanya hivyo tuelewe kwamba tarehe 29 kama walivyosema nyinyi, hakuna mtu aliexpect. Vyombo vya dola vilishakuwa na full information, na hata nyinyi pia mlikuwa mnasikia kwenye TikTok na mahali pengine pote. Sasa tunapokwenda kwenye chaguzi, katika hali ya kawaida unaweza kukamata watu ikaleta tafsiri tena kwamba unataka uchaguzi wako uwe na viashiria vya intimidations, kuwakamata wale ambao unadhani labda ni watu ambao ni majiant wako na vitu vingine vya namna hiyo. Sasa kama chombo cha dola nacho kina weredi wake, pamoja na kuwa na full information ya intelligence yake kwenye mitaa yake, kilichokuja pia kutokea ni ushahidi pia kwa umma kwamba kumbe kila taarifa tunayoipata sio tu tunaweza tukasema hebu tuache kwanza hawa watu kufanya jambo hili, lakini kumbe inatakiwa sasa kudili nayo perpendicularly ili Watanzania wawe na usalama wa kiwango cha juu. Sambamba na hili, ndugu yangu Mayala, kwenye kitu kimoja tunaita kwenye moral theology, kuna kitu kinaitwa conscious objector. Conscious objector ni pale ambapo mimi kama regional commissioner naweza nikamwambia, let's say RPC, nachukulia mfano, hebu kamata huyu. RPC anasema afandarasi, nafikiri naomba tu nishauri kwamba ngoja nijiridhishe tu na mambo mawili matatu, halafu natekeleza hilo. Kwenye moral theology inaitwa conscious objector, kwamba unapokea jambo lakini unali object kwa sababu ya sababu ambazo zipo kitaaluma. Kwa hiyo kwanza, sio kweli kwamba jeshi la polisi huwa linafanya vitu chochote kila ambacho mtu unaweza kumuelekeza jeshi la polisi anafanya. Sisi kama viongozi mnafahamu sisi hatushiki silaha, nadhani hilo mnalijua, kwa maana kiutawala jeshi la polisi liko ndio linadili na masuala yake ya silaha. Mimi kwangu katika utawala natumia mbinu nyingi. Moja, natumia mbinu za kuonya, natumia mbinu hata za kukutisha wewe ndugu yangu Mayala, kama bwana, shauri yako ukienda huko kuna moto huko, umelomba kapo. Polisi hana muda huo sana wa kukuambia, kwa sababu yeye ndio anayekwenda field in case of anything. Hata mwanao pale nyumbani akitaka kuiba au kufanya, nitakuchapa, lakini wakati huo anasema bwana, sikiza, nitakata mkono huo. Hata kama sio kweli kwamba utaukata mkono, lakini ni hotuba ambazo wakati fulani you wish watu waweze kukuelewa, waweze kujua hatari inayoweza kuwepo mbele, ili mwisho wa siku tuweze kwenda vizuri. Lakini polisi wana uweredi na wana miko yote ya kikazi, na hawawezi kufanya tu kama watu ambavyo huwa wanaweza kudhani kwamba polisi anafanya tu. Polisi hawezi kufanya tu, kwa sababu kwanza hata bunduki yake anayoishika, risasi zilizopo katika kila bunduki alionayo, anaisaini asubuhi, anaisaini jioni. Mimi pale nyumbani hata nikiwaambia piga paka huyo, anakuja ananifuata, samani mkuu, naomba wasiana na RPC mara moja kwamba kuna risasi moja itaondoka, kwa sababu najua lazima nitafungwa na nitaulizwa nimefanyia nini. You see that issues? Kwa hiyo kuna weredi mkubwa sana katika masuala kama hayo. Kwa jambo lile lilitokea, wala ni kinyume kabisa na yale ya mambo ya kihistoria ya kule Mbeya. Na utawala ni jambo la context. Kila mahala unaweza kufika mahali concept ya kibaka haipo.
Nafikiri unafahamu wakati ule Mbeya ilikuwa unachuna ngozi, unafanya hiki. Dar es Salaam hiyo concept hamna. Dar es Salaam nakuja na vitu vingine. Dar es Salaam tunazungumzia sio mbolea, sio mtu kaiba mbolea. Dar es Salaam mtu hawezi kuiba mbolea. Anaiba hela. Kwa sababu mbolea hana sehemu ya kwa ni mambo ya namna hiyo. Kwa ndugu yangu Bukuku ameshauri mambo mazuri ya uwepo wa diplomasia hapa ndani. Jambo hili ndugu yangu Bukuku, na kama ambavyo umeona jambo hili pia na namna lilivyotokea, watu wengi tunazungumza. Anazungumza waziri wa mambo ya nje, anazungumza mkuu wa mkoa, anazungumza IGP, anazungumza mkuu wa majeshi na kadhalika. Zote hizo ziko kwenye protokoli zake. Sasa ushauri ambao umeuchukulia ni kweli. Wapo wana diplomasia wakubwa sana. Kwa mfano, moja wa watu ambao wapo kwenye ile tume kina Balozi Ombeni Sefue ni wataalamu wakubwa sana, pia wamekaa huko kwenye mataifa, ni miongoni, nasema ni miongoni, ni mfano tu. Lakini pia hapa ndani tuna utajiri mkubwa sana. Na nadhani kwa kuwa hii iko live, hata viongozi wangu pia wanaweza kuwa pia wamesikia. Na hata ile tume ambayo pia imeundwa, ukiangalia vizuri ni combination ya hapa ndani. Ukiangalia kwenye nyaraka zile inasema iwepo watu wa ndani na watu wa nje. Nafikiri jana kama mmeona kwenye YouTube, kwenye WhatsApp zetu, kuna kitu fulani kamerushwa kutoka United States of America. Hivi kama mmekaona kitu fulani hivi. Nafikiri kama mnasoma pale, nendeni mkapige mstari mahali fulani hivi. Vikwazo katika dash. Sasa yale na masuala yale ya report, human rights reports, ile ni kitu cha kawaida. Kila mwezi watu wanajaribu kuripoti na kuiangalia nchi iko wapi katika masuala ya utimizaji wa malengo ya haki ya binadamu. Je, wana comply ama comply? Ni taarifa za kila mwaka, za kila mwezi, alafu kuna quarterly report. Sasa sisi zile, waziri wa mambo ya katiba na sheria, waziri wa mambo ya nje ndio ambao sasa baada ya zile ripoti wanazifanyia kazi, alafu wanazifafanua kwa undani na kuhusiana na masuala haya ya bilateral relationship ambayo taifa la Tanzania tunayo na wenzetu wa Marekani na vitu vingine. Sasa hii nafikiri mtaendelea nyinyi wenyewe kuconnect dots kidogo, alafu mtakuwa mnaelewa vis-a-vis na hotuba pia Mheshimiwa Rais, alafu mtaanza pia kidogo kufunguka na vitu vingine vinavyo. Lakini huo ni ushauri ambao ni mzuri sana pia kutumia vyetu vya ndani. Ndugu yangu Majura, umeuliza utaratibu wa uratibu wa haya yote matukio. Je, hatukujua? Nadhani nimechukua kidogo swali langu lile la ndugu yangu Mayala. Mnajua katika kila taifa huwa lina kacha zake. Yaani sisi hapa kwetu vipo vyombo vingi sana ambavyo vina package ya intelligence. Kuna jeshi la polisi lina package ya intelligence. Kuna TIS wana package za intelligence. Kuna jeshi wana package za intelligence. Kuna vyombo vingine vya dola vina package ya intelligence. Kuna wenzetu wa uhamiaji wana package za intelligence. Na vitu vingine vyote vya namna hiyo. Sasa ukiangalia jambo hili kwa kufafanua tena zaidi, nilikuwa nazungumzwa sana. Yaani ukiangalia tutachoma vituo vya mafuta, na akatokea bwana moja na ana ndevu hivyo akasema mkachome vituo vya mafuta vya Lake Oil kwa sababu vile ni vya Jakaya Mrisho Kikwete. Nafikiri kama mlikuwa mnaona. Lakini sasa unajua unapochukua hizo package za aina zote, na wale vijana pia ukiwauliza wao vizuri sana, ukiwauliza wale vijana vizuri sana, wanasema bwana, sisi tulipoingia barabarani tulikuwa tumesimama barabarani namna hii na tulikuwa tuna codes zetu. Lakini anasema sisi tulipoingia pale tukaona gari pale la jeshi pale na nini limesimama pale, tukaaminishwa kile tulichoaminishwa kwamba jeshi la wananchi liko pamoja na sisi. Mmeelewa hapo? Jeshi la polisi, jeshi liko pamoja na sisi. Na sasa baada hapo tulipoona jeshi liko pale, basi tukasema tuendelee na kazi kwa sababu jeshi la wananchi liko pamoja na sisi. Sasa wananchi huko wanasema, umeona ni kweli jeshi la wananchi liko pamoja na hawa wahalifu. Lakini ukweli ni kwamba nyinyi mnafahamu jeshi la wananchi lina taratibu zake za hata namna kushika silaha, kwa sababu misingi yake ni ya kulinda raia wake. Jeshi la wananchi muda huo, na ndio maana hata wizara yake inaitwa Wizara ya Mambo ya Ulinzi. Polisi anaitwa Wizara ya Mambo ya Ndani. Huyu ana deal na kumanage na situations hapa ndani. Huyu ana deal na mambo mengineyo tofauti huko mipakani na kila kitu. Katika hali ya kawaida hawezi ghafla tu ameshashika bunduki muda huo anaanza kuzuru hao watu, hapana. Na ndio maana sisi kwetu katika mkoa wa Dar es Salaam tuliposikia kwamba wanataka kwenda kuchoma matenki, wanataka kwenda kuchoma stendi ya Magufuli, na kwa sababu wameshachoma vituo vya mwendokasi, tukasema basi kweli watachoma. Tukadeploy vikosi vyetu kadhaa vilinde miundombinu ambayo ikitakapozimwa
itakuwa ni hatari kwa taifa. Tuliposikia pia wanataka kuchoma TANESCO, hapa sisi TANESCO Dar es Salaam tuna TANESCO hapa sisi kwetu, tuna hizi gas plants ambazo tunazalisha si chini ya megawati 952, kwa maana Kinyerezi 1, Kinyerezi 2 na extension, kwa maana Ubungo 1, Ubungo 2, Ubungo 3 na kule Tegeta megawati 952. Na sisi Dar es Salaam tunafanya consumption ya megawati kama 650 only kwa mwezi, tunafanya megawati hizo, na zinapanda kidogo na kushuka kidogo kwa 19% kwa sababu ya situation ambayo itakuwepo. Sasa sisi hapa ile miundombinu yetu itakapolipuliwa, manake Zanzibar yote inazima, kwa sababu sisi ndio tunaopeleka umeme kule. Sasa gesi ile itakapolipuliwa pale, gesi ile, mtu wa mwisho kabisa hapa kupona anaweza akaanzia Mlandizi. Anza kaanzia Mlandizi. Sasa nafikiri kwenye philosophy, kwenye sheria mnafahamu kwamba je, uache hayo mambo yote yalipuliwe au umanage kwa unit ndogo ili taifa kubwa liwe salama. Ni principle ya kisheria ipo tu. Je, as a regional commissioner then nafanyaje? Ni kweli nilisikia mambo hayo na ni kweli wameact, na ni kweli kisheria nasema hapa pamechomwa au hapa pamefanya namna hii, then what next? Na nyamaza kimya kwamba jamani sasa waacha taifa lolote liungue? Je, nitafanya nini mimi kama mkuu wa mkoa? Manake na mimi taifa linapoungua na mimi nakuwa nimekushaungua. Sasa hebu foresee, matenki ya Kigamboni yameshalipuliwa. Foresee stand ya Magufuli imelipuliwa. Foresee watu wanasema kwa nini internet mlizima? Nendeni pale pale cha TCRA. Wali attempt pale kuchoma kwenye kile kibanda cha mlinzi. Nini kicho kwa kinafuata? Kwa mitambo yote iwe on pale. Mnazungumzia tu hiyo mambo ya internet. Lakini Tanzania hapa pia sisi tuna mamlaka ya anga. Inafanya kazi gani na mitambo yake iko sehemu gani? Nadhani walipotoka pale mnafahamu. Walikuwa wanasema tunaelekea Kinyerezi kwenye mitambo ya gesi, veza vitu tunaelekea airport. Then ndege pale zikishalipuliwa hata moja, kuna uchumi tena hapa wa kuingia na kutoka. Sasa tunaweza tukalaumiana kwa namna tulivyoweza au kwa namna tunavyoendelea kumanage, lakini pengine sote tusingelikuwa hata hapa tunazungumzia hayo. Kwa hiyo hayo vyote hivyo kama ambavyo nimekwambia kwamba intelligence, hata muda huu swali hili ambalo limeulizwa ndugu yangu Lambert kwamba vichocheo vyote hivi tunavijua, vyote hivyo vipo, na ndio maana nakuta sasa hivi tutakavyokuwa inaweza ikawa tena tofauti na tarehe 29. Tutakavyokuwa inakuwa tena tofauti na tarehe 29, namna tutakavyo dili na vitu vyote hivyo, kwa sababu ndani ya jeshi pia kuna weredi, kuna kujipanga, kuna kuwa na utulivu, kuna kushauri, kuna kuendelea kuonya na vitu vingine vya namna hiyo. Kwa hiyo misingi ya ulinzi wa taifa letu, naombeni, na kwa ujumla nikijumlisha na swala dangu kwamba tarehe 9 Disemba, je, tuko salama au tuko salama? Sisi tunaendelea na masuala ya ulinzi, na kama ambavyo nyumbani kwako ama katika taifa letu unasema jamani hatumhitaji kibaka, lakini unashangaa kuna mtu jirani anasema wameniingilia jana wameiba TV. Ukienda hiyo sasa wameniingilia jana wameiba TV au wameiba kitu hiki. Mhalifu wa namna hii sio kwamba anakuwa hayupo, anakuwepo. Anakuwepo kabisa ndani humu, anakuwepo. Na sisi tunaendelea kumanage mambo hayo yote katika mbinu zote, kama ambavyo jeshi la polisi pia jana limetoa ufanuzi wa kutosha sana. Tunaendelea na masuala hayo yote, na nimeona watu wanakwenda kule mikoani, wanakwenda mikoani. Mimi nadhani mikoani tusikuze sana mambo. Wanakwenda mikoani kwa sababu ni kawaida mwezi wa 12 watu kuwa na likizo. Ni kawaida mwezi wa 12. Mwezi wa 12 watu wanakwenda kwa ajili ya Christmas, kwa ajili ya mwaka mpya. Huwa tunaona mwezi wa 12. Lakini naomba pia niwaambie kitu kimoja. Kama kweli kuna adui, atakuwa amefanikiwa sana akigundua tumeingia woga. Uoga ni janga kubwa. Akikutisha, ukatishika. Na ndio maana Mheshimiwa Rais katika hotuba yake alisema kwa namna yoyote bado tutaendelea kulinda taifa letu. Kwa hilo ndio jambo la msingi sana. Na baba yangu Salim kutoa nafasi, nimelipokea hili. Nimelipokea na kwamba hakuna mtu ambaye yuko above the law. Tumelipokea na lazima tulifanyie kazi. Na kaka yangu pia Lambert alichokuwa ameuliza kuhusiana pia na kauli pia za viongozi.
Kwa mfano nasema, hata mimi nilisema hatuli internet. Kwa kweli sikumbuki kama nilisema hatuli internet. Inawezekana pengine labda umenichanganya na nilisema hivi. Nisema sawa. Basi inawezekana ndio yale niliyosema, utulivu kisha kuwa sio mkubwa sana inakuwa pia tatizo. Lakini unaweza pia ukajikana mwenyewe. Kwa hiyo maana kuna watu pale walikuwa wanasema wametekwa, wameishauliwa. Sasa lazima pia as a regional commissioner utoke pia uweze pia kuzungumza. Kuna watu ambao wakikuona hata wewe regional commissioner wanapata wana heal, wanapona kwamba kumbe basi tupo basi. Umeelewa na vitu vingine vya namna hiyo. Na kauli tutaendelea pia katika kuboresha haya. Lakini kama nilivyosema, kuna siku moja nilikuwa Temeke. Ile ngome kaleta zogozogo kweli kweli, na nikasema sasa hapa ndio watakuwa wamefanikiwa kabisa. Asubuhi na mapema kabisa natenguliwa hapa. Nilikuwa nafafanua issue ya mama moja, kama mnakumbuka mama moja si mjamzito na nini. Lakini kiukweli ni kwamba ukianzia mwanzoni ambako nilikuwa nazungumzia, nilizungumza tu kwamba akina mama wa Temeke na akina baba ninyi, jana mmetoka na 100,000 kwenda kucheza ngoma za vigodoro au kwenda kwenye ulevi. Halafu ukiwa mjamzito unakwenda hospitalini ukiwa jana umeacha shilingi 100,000 kwenye ngoma ya kigodoro. Halafu unakwenda hospitalini unaambiwa, bwana samahani, hapa mimi mwenzio nimeishiwa gloves. Hebu saidia shilingi 20,000 tununue hapa gloves. Halafu wewe unatoka nje unampigia mkuu wa mkoa kwamba hii ni haki au sio haki. Sasa my intention haikuwa namna ilivyokwenda kwenye chombo au kwenye hizo nani. My intention ni kuonyesha kwamba tufundishe watu wetu kufahamu kwamba lazima katika afya, hata kama serikali inaweza kugharamia masuala hayo yote, lakini bado wewe mwenyewe lazima uwe conscious pia na afya yako binafsi. Kwa sababu kama jana pesa ikukuuma kwenye bia na unajua kabisa kwamba una kisukari na kimepanda kwa sababu ya bia ulizozidisha jana, unakwenda hospitali kwenda kuomba dawa, na unapoambiwa bwana zimeisha, hebu subiri kwanza, na kama unavyojua sukari inaweza kuleta hasira, unaanza pale kupaniki na ukasahau kwamba jana umetumia 100,000 kwenye mambo yanayokuja tena kupandisha sukari. Sasa hoja msingi ni nini? Ni kama wazazi mnavyoona huku mashuleni. Mzazi, toa chakula kwa mtoto, anasema serikali inalipa ada bure. Elimu bila ada haimaanishi ni elimu bure kabisa. Chakula ni wewe mwenyewe mzazi. Matibabu ni wewe mwenyewe mzazi. Nguo ni wewe mwenyewe mzazi. Sijui kama kuna vituition sijui vya ziada kwa ajili ya mwanao kujua jambo zaidi, ni wewe mwenyewe mzazi. Lakini kwenye ada tu. Lakini sasa ukienda pale mzazi unakuta anasema mimi siwezi kutoa chakula. Sasa mwisho wa siku kama mzazi unasema, je, mtoto wa chini ya miaka 10 kweli akae njaa kama mimi mtu mzima? Hapana, lazima tufanye jambo hili. Kwa hiyo mambo haya naomba hata sisi wenyewe waandishi wa habari ambao mpo hapa tujitahidi sana pia kutokengeusha ile maana halisi ambayo inaweza kawa imezungumzwa. Halafu kuhusiana na masuala tathmini, kiukweli ni kwamba waliopata athari ya mambo haya sio mtu mmoja wala sio watu wawili. Ni wengi. Ukiangalia hasa njia za Tegeta, ukiangalia kwa ndugu yangu Mpogolo hii njia kule Segelea kule, ukija vile vituo vya mafuta, ukija ni watu wengi. Na tathmini ambayo kwa sasa inaendelea kufanyika ni ili kutengeneza ripoti sahihi ya kufikisha sasa kwenye mamlaka na kuweza kushauriana zaidi. Na hata kwenye hivi vituo vya mwendo kasi, unajua pia kuna hatari yake moja, ndugu yangu Lambert. Yaani mimi naweza nikasema kwa nia njema tu kwamba mashine zinagharimu, let's say nachukulia mfano kwamba mashine labda zinagharimu shilingi milioni 100. Nachukulia tu mfano. Kutoka hapa tena nikaibua tena mjadala kwamba umeona wanatumia faida ya maafa haya kujizidishia procurement. Kwa hiyo haya mambo aminini tu kwamba tunafanya procurement ya dharura, lakini kwa kuwa na weredi na kuwa na cost conscious katika taifa letu. Na wakati huo yapo mambo kama alivyosema Mheshimiwa Waziri Mkuu, huwa hakuna haja sana ya kufafanua mpaka nukta, kwa sababu pia ya usalama, kwa sababu pia
ya interpretation pia ambayo inaweza ikaja tena baadaye na vitu vingine vya namna hiyo. Kwa hiyo as of now zipo taarifa ambazo zinaweza kuwa ni msaada na zipo taarifa ambazo ni beyond necessity, kwamba kinachotakiwa hapa ni mwendo kasi au ni mabasi yarudi barabarani. Kwa namna gani, how sasa tunavyokuja kupima sasa kwenye objectives, kwa sababu tunapewa muda. Manake malengo yote lazima yapimike, kwamba nyinyi mtakuja kutupima, je, jambo hilo ni sawa? Lakini lazima iwe realistic, lazima iwe measurable, lazima iwe realistic, lazima iwe time bounded, lazima kuwe kuna muda, lakini lazima kuwe na vitu vingine vya namna hiyo na hizo specifics. Kwa sisi tumejipa muda kwamba ndani ya kipindi hiki tutafanya 1 2 3. How ndio hizo means ambazo sisi tutakwenda kuzifanya, na ndio leo tutatoa taarifa kwamba hata mabasi ya mwendo kasi yale machache yamekwishaanza kufanya kazi. What it means or what it implies ni kwamba vipo vitu ambavyo tayari vimeshafanyiwa kazi.